habari tena ya mchana. Basi sitawapea salamu, maana sikuchukua salamu kule nilikuwa juma lililopita, na maandiko nasema waongo wote. Hapo sitakuwa na kusema mmesalimiwa na watu wa Nairobi. Sikupata fursa hiyo, ila nilipokuwa nao kule nilibarikiwa kama vile mulibarikiwa, na pia nilifuatilia baadaye mafundisho ya hapa na yakanibariki sana. Mchungaji, Mungu akubariki kwa kazi njema. Sasa mchana wa leo haitakuwa ile ya kawaida, maana najua mmezoea watu masomo alafu tunaingia katika kujadiliana. Somo nitakalokuwa nashughulikia halitakuwa na kifungu tu ambacho mtaanza nacho. Nitashughulikia hususan swala kuu la giving, swala la kuhusiana na kutoa. Nafikiri Kiswahili niko sawa hapo, sio? Swala la kuhusiana na kutoa. Nitaweka nanga katika Wakorintho wa pili mlango wa 8 na mlango wa 9, lakini hayo tutayashughulikia baada ya kupeana introduction hii ya swala hili. Hivyo tutakuwa tunashughulikia biblical giving. Hawa watoto wangewezeshwa, wangeshikwa watulie, kama vile wametulia baada ya kwanza, wametulia vizuri. Hivyo kamatwe watulie. Nasema tutashughulikia giving, vifungu vikuu tutakapokuwa tunajadiliana navyo mlango wa 8 na wa 9 wa barua ya Paulo kwa kanisa pale Korintho. Lakini labda kabla ya kwenda hapo, leo haswa nitawajibika kuwaletea utangulizi tu, na katika utangulizi huu nitapeana hoja pengine 6-7 hivi za kwa nini somo hili linakuwa gumu kufunzwa katika karne hii ama katika miaka hii ambayo twaishi leo. Sasa somo la kutoa ni somo ambalo liko na mguso mkuu katika kanisa leo, kwa sababu ni somo ambalo limefunzwa katika njia makosa na limewasilishwa kwa kanisa leo kwa njia ambazo zimekuwa potofu. Tunapoongelea swala la kutoa, hususan zipo njia mingi za kutoa. Unaweza toa wakati wako, unaweza toa ile wazungu wanaita skill, ufundi ama ujuzi ulionao. Unaweza peana mali, unaweza peana hata matendo mema, matendo ya ukarimu, hiyo pia ni kutoa. Lakini kuna swala kula kutoa ambapo ndio magumu zaidi. Pakiguswa hapo, wachungaji wanapigwa mawe, walimu wa maandiko wanaambiwa hawataki kujihukumisha kimaisha, wanataka kula kutoka kwa wenzao, na ni swala la kutoa, hasa hususan kuhusiana na pesa.
Na hili imekuwa changamoto kwamba tunapowasilisha tu swala la kutoa, akili zetu zote zinakimbilia kwa pesa. Sasa watu waangalie kutoa ujuzi wao. Angalia, nikupe mfano. Jackson huyu sisemi hatoi, manake wanamuziki wataambiwa sana ikifika wakati wa kutoa sadaka, uko katika vyombo, tunajifanya tumeguswa na chords pale na strings kidogo, hatutaki kutoa. Jackson mimi nimeshuhudia akitoa sawa, lakini angalia, anapeana kipaji chake, ile skill ambayo wako nayo anaipeana na inakuwa ya manufaa kwa kanisa, sio? Si mnajua alikuwa hayuko, si ati Mungu hayuko, Mungu yunasi, lakini alikosekana, tunajua amekosekana, sio? Sasa tumeweka mawazo yetu yote katika pesa, tunasahau kwamba kuna kutoa kwa aina tofauti tofauti. Unaweza toa wewe ujuzi wako, unaweza toa wakati wako. Kuna uhitaji wa kwamba ukuje, pengine una mapeni ya kutoa, lakini unakuja uzaa, mimi nitajitoa kwa jambo hili na hili. Unachukua wakati wako, unakuja labda kusafisha kanisa, unachukua wakati wako, unakuja kupanga. Hiyo pia ni kutoa kiwango fulani, sawa sawa. Unapoona ndugu mpendwa pale, na hapo kusema kweli unajua hili somo la practical lesson, kwa hivyo tutakanyagana na mtanisamehe, kwa hivyo tutavyogana hapo, mmesembea hapo pa kutoa kwa wakati wenu. Sitajitetea, lakini sasa mchungaji aliwaambia kumwangalie ndugu yake jamii. Si mnakumbuka wakati fulani aliwaambia ndugu yangu kumwangalie. Yaani ndini mwisho wewe ulikuja kupanga kanisa mwaka waisha, lini mwisho ulijua hicho kiti umekalia kimfutwa nani? Ama ukimaliza ibada, lini mwisho ulikaa ukahakikisha viti vimewekwa mahali kwake? Wengine mko shua mwakili vitu wamebaki hivi mpaka Jumapili. Yaani jitoleeni, sawa? Lakini hususan kwa sababu lenye shida ni swala la pesa, hapo ndio mtakita mizizi. Hapo ndipo mtakaa na nyinyi, si milele, lakini kwa muda Mungu atakaoturuhusu. Na anasema haya kwa sababu Biblia yenyewe inafunza kuhusu pesa. Kwa hivyo kwamba kuna mafundisho potofu yameendelea kule nje, na tunaposema nje tunaongea kwa kanisa bado, haimaanishi tutakuwa na hofu ama tutakuwa na uoga kuwaletea ama kuwasilishieni kwenu maandiko matakatifu yanasemaje kuhusiana na swala la kutoa, hususan swala la pesa. Hatutaaibikia jambo hili, kuwekea wazi maandiko matakatifu yanasemaje. Maana katika mawazo makuu mawili ambayo nimeweza pengine kuyaangalia, unapoangalia swala la pesa, maandiko yanapowasilisha kwetu, swala la kwanza ni attitude. Sawa, the attitude we have towards money, ule mtazamo, fikra, mawazo ambayo tunabeba sisi kuhusiana na swala kuu la pesa. Na Kristo alirekebisha haya katika Luka 12 mstari ule wa 15, na ndio tena nami pale iko story pale, na story hii ama mfano huu Kristo anapeana na kasifana, hususan ni jamaa kamkujia Yesu, na Kristo anaelezea mstari wa 13 mlango wa 12 Luka. Mtu mmoja katika mkutano akamwambia, mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. 14 akamwambia, yani Kristo akamwambia mtu, wewe ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? 15 ule mstari unaotaka, akawaambia, angalieni,
jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Is that the attitude we carry today? Evil in church. Mawazo tulionao ni kwamba tunaelezewa ubinadamu wetu unafafanuliwa na ile mali ambayo tumeweza kujiwekea. Jana nilikuwa naangalia mchungaji akihubiri hapa, ni sisi kwa sisi kama mnapaitaje hapa, na akawa anasema mwanadamu anafafanuliwa, anaelezewa sawa ametokea wapi, huko na Kristo anasema angalia kwa makini, wala mwanadamu hafafanuliwi, haelezewi kwa sababu ya mali aliyonayo. Mimi wala sikuwekwa mwamuzi kati ya hayo. Hapo tabiana mfano pale chini. Lakini sisi tumekuamilia mali zetu, sisi tumekuamilia pesa, sisi tunaona mali ya ulimwenguni hadi tushikilie, maana tunajali kesho kuliko leo. Nasema lazima niangalie kesho, na tafadhali wacha tuweke wazi sana. Wala hakusema usifikirie kesho, lakini unafikiria sana kesho mpaka si angalia, geuka kulia na kushoto, geuka uangalie nyumba ya Bwana hii. Lakini wao wameshikilia, wazee wameingia hapo, wamesema kuhusu idara, umeshikilia, unajua uko nayo pesa mahali, lakini angalia madirisha yanatuangalia. Sababu unasema na watoto wangu kesho, na ndoa yangu kesho, na jamii yangu kesho, na mambo mengine kuyasema mambo ni aibu. Lakini huyu dadangu, huyu Janisa hapo hapa anaweza kuwaambia, tumekuwa naye kwa kanisa na kutoa ambako tulitoa, anaweza waambia, labda mkipata nafasi muone baadaye. The attitude we have towards money. Yesu anasema angalia, mwanadamu hafafanuliwi, mwanadamu haelezewi kwa wingi wa mali aliyonayo. Yesu alirudia maneno yake akasema, itamfaidi nini mwanadamu apate ulimwengu wote, hatimaye apoteze nafsi yake? Lakini iko jambo lingine ambalo maandiko yanatuonyesha kuhusiana na hali ama swala la fedha ama mali, na ni juhudi. Biblia iko pia na mawazo kuhusiana na juhudi katika maisha, na Mithali 19:15. Hizi hatutasoma, utajisomea, na Mithali 6:6 hadi 11. Sulemani atakemea pakuu uvivu. Sawa, jitihada yapaswa kuwa katika maisha, na katika jitihada ipo ile, kosa neno la Kiswahili, returns faida. Ole Kiswahili nacho sometimes change. Ipo faida katika jitihada, maandiko yako wazi. Wenendo mjisomesho Mithali, kama chole cha Mithali, utaona kwamba mvivu anaambiwa ukunje mikono, asema acha nalale kidogo, alafu maandiko yanasema ndio umaskini wake unakuja unamgonga pakubwa. Kwa hivyo tunaposema swala la pesa katika sehemu mbili kuu, jitihada, lakini pia mtazamo tulionao tunapokuwa nayo inakuwa vipi. Sasa mimi nitaendelea leo hususan changamoto 7 kuu ambazo ziko, ambazo zinasumbua, ambazo zinafanya hata sisi wahudumu, wahubiri kuwasilisha swala kuu la kuhusiana na kutoa, haswa na hususan kutoa fedha
inakuwa changamoto. Nitawasilisha kwenu changamoto sawa, labda mwenda zikawa zaidi. Mimi nimeweza kupata hizo saba. Unaruhusiwa labda tukimaliza unaweza sema kuna nyingine umeacha, mimi nimezigeneralize. Sababu ya kwanza ni wako walimu wa uongo, sawa, ambao katika kufunza kwao wanadanganya na wanachukua fedha kutoka kwa waumini kwa sababu ya manufaa yao ya kibinafsi. Sawa. Hiyo ndio changamoto ya kwanza tu. False teachers extorting money from congregants for their own benefit. Walimu wa uongo, na hili si jambo jipya. Petro anapoandika barua yake, Petro wa pili, mlango wa pili, anasema kama kulivyokuwa na manabii wa uongo, tahadhari hii, utakuwa pia na walimu wa uongo. Wako ambao wamefunza kwamba unapotoa, kama hutatoa fungu la 10 hautaingia mbinguni. Hayo nimesikia mimi kwa masikio yangu, kwamba usipolipa fungu la 10, haiko mbali hapa Nigeria tu, hatutaja jina, lakini kwa hapa Nigeria usipotoa fungu la 10 uingii mbinguni. Kana kwamba fungu la 10 ndio imekuwa kigezo. Sasa ile kazi ya Kristo ilikuwa ya nini kama fungu la 10 ndio kigezo cha wewe na mimi kuingia mbinguni? Mafunzo kama haya, wengine wameamka wakasema wameenda mbinguni, na walipofika kule wakakutukia nafasi imesalia chache, na Mungu akawapea tiketi waje wauze. Na nimeona kwa macho yangu waumini wakinunua ili kwamba wahifadhiwe nafasi mbinguni. Sasa labda hayo wewe hujayaona, lakini si hata wewe uko hapa na umeshaenda kuvunja madhabahu, si ndio? Umekaa hapo unaangalia na macho yako mawili na unaenda peana pesa kwa muombezi kwamba kuna madhabahu imeinuliwa kinyume na familia yako, na sasa ni kazi kwako. Na uko na ujanja unasema kama ulitoa 10,000, sasa huku kwa kanisa double everything, na si mzeme mwajua hiyo nyimbo ni watu waseme everything na double. So unapokuwa unatoa 40 you weke 80 ili unajua ulichimba ukajenga madhabahu. Sasa vile mimi mwanzo ni kwamba hii itabomoa alafu izike, sawa, itabomoa alafu 40 ya kwanza ibomoe, ile 40 ya pili ifanye nini? Na umekaa hapo unaangalia, na huende ikawa utatoka hapa na useme bana, kuna mama mwombezi aliniombea na mambo yakafanyika, nitaenda huko. Haya mafundisho kama haya yamefanya mioyo ya watu imekuwa migumu, kwamba wakiamka watoe wanaona tu hapana. Wale jamaa wanatuambia tutoe ili sasa wote tuambie ukweli. Sawa? Amina. Hiyo fungu ya 10 ukitoa haiendi huko. Hapa mkitoka hata leo ukitoka tuandamana naye wala sawa, hatutamdanganya. Kuna bili ya stima, kuna maji bili, sawa, kuna sabuni inanunuliwa kuoshea hapa, wataka itoke wapi? Ndio tunapokula kule tulitransport mbinguni, alafu tuambie baba, hiyo unatoa ndio tunatumia. Sawa. Hatutamdanganya kama wengine kwamba vile ulijenga madhabahu sijui vuja. Wako wachungaji hapo wanafanya kazi, wanahitaji kuishi, sio? Wanahitaji kula na kuvaa.
huko ndio inaenda. Lakini kwa sababu ya mafundisho potofu kama haya yanafanya mioyo ya watu waumini halisia mioyo imekuwa migumu. Maana wanaona hawa jamaa Joshua hayuko hapa, ili juzi alikuwa anapiga mfano. Jamaa anauliza swali, mchungaji akitaka gari achangiwe, lakini mshirika akitaka ni aombewe. Na Joshua na hekima yake akamuuliza yule jamaa, kwani mchungaji ofisi yake iko wapi? Si ni hapa? Kama hapa ndipo anapokulia, sasa mtaka ajue kulia. Usikwambie mchangie. Lakini mafundisho kama haya yanapelekea mioyo ya watu kuwa migumu. Lakini wacha nikupe onyo kwamba wako walikuwa uongo haianzi leo. Petro aliyanena haya kitabu, wala haikupasi wewe sasa kukataa kutoa kwa sababu hiyo. Maandiko yanatuamrisha tutoe. Luka 6:38 give. Najua muktadha nasema si wa pesa, lakini hata unapotoa pesa Mungu anaahidi give, and shall be given back to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give. Sababu ya pili ambayo inapelekea huu ugumu katika kutoa ni ubinafsi. Ubinafsi ambao Paulo ameongea katika akimwandikia waraka Timotheo, katika Timotheo wa pili mlango wa 3. Paulo anasema haya. Timotheo wa pili mlango wa 3. Anaanza kwa kusema hivi, mstari wa 1. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari. Tunakumbuka haya tuliangalia wakati fulani. Siku za mwisho kutakuweko na nyakati ambazo zitakuwa za hatari. Alafu anaelezea kwa nini hizo siku za mwisho. Na siku za mwisho, wapendwa, tumekuwa hapa kwa miaka 2000. Tumekuwa katika, wewe ulizaliwa, mimi nilizaliwa tukiwa katika siku za mwisho. Maana siku za mwisho tutaingia kuja kwa Kristo atakapokuja tena mara ya pili. Huo muda unaitwa siku za mwisho kulingana na maandiko. Hapa anasema sasa kwa nini siku hizi, nyakati hizi zitakuwa za hatari. Mstari wa pili anasema imana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, selfishness, ubinafsi. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Na labda nifafanue, wala hakuna shida kujipenda, lakini hao watu wanaotajwa hapa wanajipenda wenyewe at the expense of others. Sawa? Wanajipenda wenyewe mpaka wako tayari kuvyoga wengine kwa ajili ya manufaa yao wenyewe. Lakini Paulo haachia hapa nataka kusema watu utakuwa siku nyakati za hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kupenda pesa. Watu watafikiria katika kujihipatia, katika Kiingereza wanasema you are amassing wealth, kujiwekea fedha. Hivyo basi watakuwa maisha raha mstarehe. Hata tumeambiwa hapa asubuhi, si haya tunaona katika viongozi wetu hata katika taifa. Tumewatuma pale watuwakilishe, wanajifikiria wao. Oleni, lazima tuwaambie. Wanajiwaza ako tayari mtu aipe mabilioni aekee jamii yake, na kuna Mkenya mwingine anakufa njaa. Lakini sisi tuwaeke hao kando. Je, katika kanisa ambalo linatakana kuwa nuru ya ulimwengu, sisi tunawaona. Hata anaingia na convoy magari 15
mshirika ametembea kutoka Mtwara. Hapa anasema ukiamini Mungu wangu, ukiamini Mungu wangu. Juzi nilikuwa Nairobi, nimekutana na Pastor Joseph Mutuku, namjua kama apostole, tumekuwa naye Nairobi. Akawa ananipea hadithi kidogo, anasema anaenda kanisa ingine, alafu mambo kidogo atanisamehe kwa kweli, sikumwambia nitakuja kuongea, wala sikuwa nimepanga. Katika hali ya kimaisha mambo yalikuwa yanasumbua kidogo, na tena kule mchungaji ambaye alisana mwambia kuna hali kidogo unaweza kusaidia, na mchungaji anamwambia wasisaidie watu walio katika shida. Hiyo naacha Mungu akupitishe, maana najua ukitoka hapo mwishowe anamwambia, lakini nataka ukae chini yangu nikufunze maandiko. Wapendwa, nilicheka. Sasa wewe sasa ukae chini yake akufunze maandiko, lakini wala si hivyo. Angalia roho ya mchungaji, na hatuongelee mchungaji ambaye ati hana ule ushuhuda. Pastor Joseph ananiambia ni mtu unaweza, lakini si unaona ubinafsi. Sasa wengine wanakimbilia huduma kwa sababu wanaona hali ya kujifaidi. Unasikia wanakwambia hapa si hapa, lakini hapo walipo kwamba hakuangushwi sadaka za kulia pale. Sawa, sadaka zinazotoka pale hazilii. Lakini mwalielewa wakisema hawataki ile mnapewa watoto sana shule. Change coins zikiamka pale ni zile noti. Ubinafsi. Lakini wacha wachungaji, si umekaa hapo, huyu jirani yako wajua wamekula ama wajua hiyo wapi? Wajua anaishi vipi? Huyu hapo umekaa karibu na yeye. Mwingine tu pale kakaa na mke wake, kwa hivyo mambo shwari. Wamjuana, sawa? Mchungaji pia kakaa na mke wake, hawana wasi. Na akasema mimi na Linus wajitia moyo. Na ni kweli. Hii wazee mjifunze, si atina wakemea, lakini very soon tutawaletea competition. Very soon. Kama hamtataka kuwapenda wake zenu waziwazi mbele ya watu, ngojeni. Subiri. Leo hatutaficha wala hatutatenda dhambi, yaani itakuwa wazi kwamba tunawapenda. Sisi mambo tunawapende kama Kristo anavyopenda kanisa. Hebu fikiria Kristo anavyopenda kanisa. Na wewe mke wako acha tusiingilie hapo katika topic ya ndoa. Sawa, yule jirani yako ule umekaa naye, unajua kwa vipi? Kama unajiwaza wewe na kujifikiria, mpaka yule mwenzako hujui. Ndio usome Luka 12 tena 13 hadi 21, utapata story pale. Kristo anapeana mfano kwa leo, kijana mwambia nitetee kwa huyu ndugu yangu. Kama jamaa aliangalia wacha nipanue gala sana, akaweka mwisho sema elewa. Sawa, tulia moyo wangu. Si ukae na Bwana, ngoja kwa tulia moyo wangu, ukae na udama tulia. Enjoy, furahi. Huo usiku anaondokewa. Mpumbavu wewe, watakana sasa. Hii mali yako utaachia nani? Wajua usikuwa nafikiria Abraham, huyo ndio tunamwangalia na utajiri wote. Ng'ombe zake walienda. Kama zingeenda. Ng'ombe zake zingeenda. Hiyo mbuzi na Sulemani. Alafu unataka kushikilia mali kama usiruhusu Mungu akupitishe mahali ujifunze vigumu. Sawa. Saa 8 kasoro usiku mwaka 2018 nilikuwa hapa Premier. Sawa. Nikiangalia countdown ya kale kama mashini, mtu akiwa ICU unajua yuko hai kwa sababu yako kama mashini. Lakini madaktari wamesema huyu havuki, hafiki mambo. Tukomoja tunaangalia nyanyangu mzaa mama. Lakini naangalia wala halinishtua kwamba yuwatoka, anachonishtua ni hasa angalia nyanya
gari yako iko huko chini, sawa, hauna habari. Nyumba umeacha Malindi, hauna habari. Na mambo Mungu ameruhusu kuyaone hivi, siwezi shikilia mali vile unafikiria kushikilia mali. Maana wakati ukifika hakuna nafasi ya mali yako kwenda nayo popote. Sasa juzi baba, si ni juzi tu. Mali yote ameacha. Na wewe wafikiria maisha ushikilie. Hapana. La tatu, hapa tumesaidiwa pakubwa na ndugu yetu Linus akifunza katika intercession, the lack of consideration. Pesa uko nayo, lakini hujakaa kuangalia kuna uhitaji gani kabisa, nitatoa ngapi? Sawa, tunakumbuka ndugu, hatukonsida wakutangazaje mpaka waingia pale kujaamua sadaka utatoa ngapi. Wasema unajua hatuko tena chini ya sheria, tuko chini ya neema, na tukikuuliza la maanisha nini ndio hujui, ni kuquote vifungu, lakini unakuja kujaamua haswa hususan wataka kumtolea Bwana nini. Lakini sasa hivi hilo sisi kama Bwana, angalia leo jioni tukikuuliza ibada imekuwaje, wengi watakwambia neno limekuwa baada na Mungu amenisaidia, nilikuwa sifahamu hili lakini nakuuliza je, kumtolea Bwana hiyo sehemu hiyo haisisimui? Hiyo sehemu hiyo haikufanyi wewe ukasikia nahitaji kumtolea Bwana? Je, kwanza unakonsida kwamba wakati wa kutoa ni sehemu ya ibada? Kuna tabia hapa kwetu, poleni. Kuna tabia hapa ilikuwa wakati wa kutoa kama mazia ibada ama scripture reading. Mtu amesimama mbele na scripture reading, watu wako gumzo kule nyuma. Sawa? Mtu amesimama na ibada kwa maombi, wasimama pale mlangoni wanaongeleshana. Baada ikianza tuko mbele za Mungu, sawa. Je, unakonsida ile kuja kutoa sadaka kwamba ni sehemu ya ibada, ama waangalia nishuka kwa hona pale nje nibakisha tati? Sasa hii tati wacha nitokeana, alafu you should consider mtazamo wako wa kutoa uko vipi? How do you view giving? Lakini na hivi sasa tutageukia sisi walimu, there's a lack of knowledge. Kuna sitofahamu ya swala la kuhusiana na kutoa. Haya tutaangalia kwa undani Wakorintho wa pili mlango wa 8 na wa 9. Walimu walio hapa, usiwahi waanza kwamba hawa watu wanajua. Na si kwa kutoa, tunasimu wanajua kuomba pia, sio? Alafu lile siku mwambia mtu aombe, hapa naomba mambo ya ajabu mpaka washangaa. Ni jukumu kwa kila aliye mwalimu hapa aongelee mafunzo haya, hususan tunaposhughulikia swala la kutoa. Leo hii niko sure 100% certain nikiuliza hapa swala kuu la kutoa tunalojua ni sadaka na fungu la 10 pekee yake. Labda niwasilishe swali kwa fungu la 10 mara ya kwanza lilitajwa wapi? Fungu la 10 mara ya kwanza lilipotajwa katika sheria ya Musa, sio? Katika sheria ya Musa, kwa kubaliana. Amina. Kwa watu wamekaa kimya, wanajua mwalimu yuko. Mwalimu anawajibika kuwapitisha mwanzo mpaka dakika 20.
Fungu la 10 mara ya kwanza lilitajwa wapi? Basi katika sheria ya Musa. Si mchungaji alituonyesha baada ya Abrahamu ametoka vitani, anatoa fungu la 10 kwa nani? Kwa Melkizedeki. Haya, ukisema kwa Musa, sheria ya Musa, unajua kuna aina ngapi za fungu la 10 hapa? Ewe wajua hii moja ambao utatoka hapa, kwa sababu akidago katika Malaki 3, usipotoa Bwana hata kemea mlaji alaye, na wewe hutaki yule mlaji ale. Kwa hivyo hapo uko mwaminifu binafsi kwa vipi pale? Watu wasio salama kuna ubinafsi. Sitaki yule mlaji alaye ale. Kwa hivyo acha nikatoe ili Bwana amkemee. Hata ukiwa kuna aina tofauti za hiyo fungu la 10. Hayo. La 5. Sasa wewe ndio unaandika unisomee. Sawa, sijakwambia ulete hizo zingine mbili. Sio katoka kwa kusema pasta kwanza. Nitakuwa nikituwasili zote 3. Kwa hiyo ustadi bana. Wewe ndio unachunguza maandiko, sawa. Shida ya 5 ni hii, priority. Vile vitu ambavyo tunavipea kipaumbele. Na unapokuwa mwaminifu, utajua hivi kwamba vile vitu tunavyopea kipaumbele viko makosa. Imagine tuko hapa, madirisha haya yanatuangalia vile hapo. Huku nyuma hataki kuongelea. Ukirudi kwa mtandao wewe uangalie wale aibu hiyo. Sawa. Lakini sisi jana mkwama au tumeendana. Wapeleka nao tuangalie. Na nina dada wameshangilia sana pale pastor alipowatetea akasema vua viatu ukimbie. Na ukimbia chocolate na ice cream hamna, wala sikwambii ubaki, kimbia, count the costs and wapelekana mauti hapa, sio? Na bahati hivi limaza miaka mingapi elda kuelekea mwaka wa 2 sasa. Vijana umazo mama binafsi umazo mama, lakini meza ya mchungaji umazo mama vijana geuke baba zangu. Ukipita pale light ukiona ka dress kidogo nasema hapa katafaa mama, wala si makosa. Mnunulie. Nyumba ya Bwana iko wapi? Kwa mama, kila mwezi uko na budget. Sijui ni wiki, sijui wiki. Sijui ni rasta, sijui ni kitu gani. Kila mwezi. Lakini je, nyumba ya Bwana, viti, angalia hizi ni kabale na bagi langu, angalia. Kama wewe mwenyewe unaweza jiruhusu uwe na kitu kama hicho nyumbani. Jackson. Ile mikahawa watu waenda, sisemi waenda mfano. Ungechanga hiyo pesa kidogo, si ingesaidia mahali. Our priorities are very wrong. Nyumbani kwetu kuangalika vizuri, lakini nyumba ya Bwana si shamba. Sasa tuseme usimame ukija hapa uangalike vizuri. Sisi tumekuwa kwa harusi jana, ile tulikuwa Ijumaa na Nina usina Festus. Ni kwamba nyinyi fanyeni ile tutafanya mkeka bila kitu mwangalike vizuri. Uangalike. Hapo hapo ukija angalika vizuri, usikae kama umeamka tupufu.
Tukasema twende na oga bila mswaki, usije kutatiza hapa, paa vizuri, jipake marashi kidogo, lakini la msingi kabisa ya Bwana ndani, kazi ya Bwana ile ndani. Ndio wapendi kwa haya mama. La sita, wacha ziendelee sana. Set your priorities right. La sita ni a problem of stewardship. Steward, mtumishi, sawa. Ndio usome katika Luka 16:1 hadi 13. Ule mtumishi ambaye hakuwa mwaminifu, mali ya bwana wake alitumia vibaya. Sawa. Alipotumia vibaya bwana wake kajua, kaamua bana na kufuta. Sawa. Alipokuwa alifutwa mara hiyo akaendea wale waliokuwa wanadaiwa. Wewe wadaiwa ngapi? 100, weka 50. Wewe 80, weka 50. Ukajisomea mwenyewe maneno ya Kristo. Kama Bwana Mungu ni Bwana wetu, then that means everything, including ourselves, should be at His disposal. So, our wealth should be at God's disposal. Kwamba Mungu akikwambia sahihi, wajua kuna hiyo 1000 hapo na sitabiri. Wajua kuna hiyo 1000. Na Bwana akwambia toka nayo wewe umpe yule mtu pale mbele. Usiwe na moyo mgumu. Toka uje upeane. Roho safi. Sawa. Sasa nakwambia wala sitabiri. Maana kuna wale usema haya yuko kuna 1000 hapa. Bwana ananiambia wala sisemi hivyo. Lakini si uangalie kwamba hii mali umepewa na Bwana, mali yote ni ya Bwana. Sawa. Wewe mwenyewe ni wa nani? Wa Bwana. Kwa hivyo mali ile Mungu amekusudia, tunaposema mtu mali anasema wakanyali ile wakamuroto kile ulicho nacho. Tutayaona haya tukiangalia kanisa zile za kule Macedonia. Na Paulo atayaangazia. Asema katika umaskini wao hawakwenda kuulizwa, walijitolea. Mwanzo waliuliza kama waumini wanateseka tuwasaidia vipi. Wewe wala kama wabakisha, lakini kutoa kwa huduma, kutoa kwa Mungu, hapana. Mwisho lini umeleta fungu la 10? Hapo lazima tukanya. Mwisho lini umetoa? Hapo ukasikia kuumia kwamba umetoa. Yule mama alitoa ile alikuwa mbaki nayo. Wale wengine mko na milioni 5 cha kwa milioni. Na Bwana Kristo alikuwa anasema huyu mama, huyu tuomba Mungu tubariki na kazi, tufungulie milango ikifunguka hivi. Tumeshasahau. Na nyimbo pastor yajua ya Giriama, nafikiri Festus pia. Nasema ana Mungu mnakila. Mkivoya anatimiza. Mkipata mnaia zaka. Yaani wana wa Mungu mko na hila. Mkiomba Mungu yuwatimiza. Mkipata mwaimba. Alafu ile mwenye kuimba acha niambie, hizi nyimbo za Giriama zimejaa teolojia. Wacha hizi sembe. Nyimbo za Giriama zimejaa teolojia. Sema zaka na jani kamili zaka. Yaani ndio fungu la 10. Toa kikamilifu. Umeshikilia. Ungesomea Luka 16:1 hadi 13. Lakini hatimaye, na hili ndio la msingi kabisa, we are the way we are. We don't want to give
We are amassing wealth for ourselves. We want to enjoy life here at the expense of God's kingdom. Because of this, we have no faith in what God has said. There is a lack of faith in God. Mungu ameamrisha kwamba tutoe. Na akasema mkitoa atafanya nini? Atabariki, sio? Hatuoni hilo. Nitoe. Nimepokea mshahara wangu 40,000, 4,000 na kuambia. Endelea maombi tuomba. Yule Mungu atafungulia mchungaji njia. Atoke kule kazini akuwe full time. Nataka kumwanja huyo mzee. Sasa nitawaambia kule ukweli na uwasiache mtoi, lakini sisi mimi na Lino na pesa siko tunaomba sana. Ifike wakati huyu mchungaji aache kwenda kazi, awe huduma full time. Lakini sio bado wanaangalia kama waacha aendelee. Watu wachungaji ni wasoko wakafanya kazi. Hata Paulo alisema alifanya kazi. Ole, kuna wakati nilifutwa kazi. Na nilifanya mpaka nikaritaya. Katika miaka 10 chache. Nilipokuja ile kanisa nilikuwa mchungaji akasema si tuangalie vile tutaanzisha. You remember this, eh? Wale ndio watu wanashika mkono kijana. Wengine wakao pale wanaona sasa huyu wakae tu sisi tumshike mkono. Alafu mchungaji huyo ya kuchelewa kidogo, Jumatano ni shahidi ndio simame huko. Jumapili ni shahidi. Mchungaji aliposafiri kwa mwezi mzima shahidi. Lakini kuangalia mahitaji ni ngumu. Nikamwambia tufanye kazi rahisi. Mimi nitatoka nikatafute, lakini hapa kanisani nitengeze duty roster ya kuhubiri. Rahisi. Simuona kazi rahisi mchungaji aking'ang'ana hapa kufunza mwanzo. Tuona nini roster? Mchungaji akifunza Jumapili hii, shahidi wafunze ile nyingine. Mchungaji akirudi muone vile mkwaka. Mchungaji wa 2028 kila mmoja. Lakini kama huna mwito, support mwenye mwito. Kama hana support, watu tutawaambia. Wasema bana amezubaa, hana kitu cha kufanya. Mmoja kuna Biblia hapa ukikupa uifungue. Kwa maisha. Uelewe yale maneno yanasema tawa. Maana 6 za neno moja. Unajua ni kazi ngumu. Lakini wewe wafinya unasema mchungaji aendelee. Mchungaji aendelee kufanya kazi. Wafanye. Kila mtu ajitetee sawa. Ujitetee kote wapendwa. Lakini kwa sababu kuna kosa imani kwa Mungu, hatumwamini yule Mungu ambaye amesema atakutana na mahitaji yetu. Nenda mjisomee Mathayo 6:19 mpaka 30. Jisomee. Soma Luka 12:27 hadi 31. Soma Matendo ya Mitume 20:35. Hata hiyo tulisoma. Matendo ya Mitume 20:35 kwa haraka. Paulo anasema haya. Katika mambo yote nimeonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hili imewapasa kufanya nini? Kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe. Alisema nini? Soma katika Biblia yako. Soma kwa sauti au unaniamrisha huo mstari. Matendo ya Mitume 20:35. Hujafika. Nilikuwa nasoma peke yake. Narudia, katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hili imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe. Alisema nini? Ni heri kutoa kuliko kupokea.
Mungu apokee kila kitu wewe wa. Basi Kristo je, unamwamini yale maneno ambayo Kristo amesema ni heri kutoa kuliko kupokea? Haya maneno ya Kristo. Kristo amesema toeni vitu kwa watu, mtarudishiwa, vijaze, vishindili, visukwe, hata vimwagike, watu tabiana kwenu. Unayaamini haya? Kristo amesema. Nasema angalia maua ya kondeni. Hata Sulemani katika utajiri wake hakuvipo kama. Na Mungu yeye anahitaji. Wala hatusemi usiseme, hatusemi usijipangie, lakini walipangia at the expense of the kingdom. Unakosa kumwamini Mungu, waezeka kila mahali isipokuwa tu katika ufalme wa Mungu. Wacha niulize, umekuwa na mkutano wa Injili kwa siku ngapi? Leo itakuwa siku ya 3. Poleni kwa hili. Wangapi wanajua gharama ya huo mkutano? Tunafahamu. Je, tunahusika katika haya mambo? So we don't trust the Lord who is the source of all wealth. Hatumwamini Mungu ambaye ndiye chanzo cha mali yote. Mungu la Torati anawaambia kama sijakosa, he is the one who gives people power. Do you trust in that God? Ama waangalia kesho sana mpaka leo liko hitaji wasema hapa najipangia, nataka kuoa basi lazima nijipangie, niweke. Sasa waweka alafu acha tusiende. Maandiko yanasema God is the source of every good and perfect gift. Unakumbuka mfalme Sulemani alipotoa Mungu akamwambia Sulemani, sema. Sulemani akaomba hekima na ufahamu aongoze taifa la Israeli. Na unajua maneno ya Mungu kwake, sababu huko ulizia utajiri na haya mengine, hayo nitaongezea na mpaka kesho. Sidhani kama kuna mtu anafika urithi wa mfalme Sulemani hata leo. Naweza sema hata kesho. Je, unamwamini huyu Mungu? Kwamba anasema usijali kuhusu kesho, si mwili bora kuliko mwanadamu. Wewe kesho yako na consideration kubwa, nani amekuahidi kesho? Kwamba kuna uhitaji kanisani, hutaki kutoa kwa sababu wapanga. Sawa, economy ni mbaya, lakini economy ni mbaya. Sasa kwa familia tukaa tuongea, tutakata hii na hii na hii, tutaongezea hapa, sio? Kwa nini usifikirie hivyo katika kuhusiana na ufalme wa Mungu? Sawa, economy ni mbaya, lakini tutafanyia nini Bwana? Tawasili jamani. Tumwamini Mungu. Sawa. Tumwamini. Katika uchache tukonawa, tukiweza muamini Mungu na tukao waaminifu katika kutoa. Siati na waahidi, lakini unajua Mungu ni mwaminifu. Sawa. Najua Mungu ni mwaminifu. Sasa hawezi achia hapo bila kuwaambia God is the source of every good and perfect gift. But I think the greatest gift that God gave to the human race, that God we serve is a giving God. And the greatest gift He gave to man is His Son, mwanawe Kristo. So tunapoongelea swala hili la kutoa, Bwana Mungu ameshamtoa mwanawe. Yohana 3:16 iko wazi.
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie. Mchana wa leo tunapoangalia swala la wewe na mimi kutoa, swala muhimu zaidi na kuuliza, umekaa hapo, je, umemwamini Kristo? Unatangamana vipi na Kristo? Maana kama umekaa hapa na hujamwamini Kristo, hata ukatoa sidalani bure. Tutaona katika Wakorintho wa pili na 8 makanisa ya Masedonia ya watu walijitoa kwanza kwa Mungu. Na Mungu amemtoa mwanawe. Swala liko nalo kwako, je, umemwamini? Unatangamana vipi na Kristo? Unatangamana naye vipi? Unamwona tu kama nabii mwingine? Unamwona tu kama mtu alikuja akaenda? Ama umekopa pale kijana anazidi kwa TikTok kama ni wapi anasema Wakristo ni wapumbavu, Kristo hakuna mtu kama Kristo kwa ulimwengu? Ni sawa. Sasa kama tu wapumbavu, siku tuache kwa upumbavu wetu. Kuna mzungu ametokea pale Uingereza nafikiri, bilionea mpaka leo nimekosa, ni bilionea labda anatumia zaidi ya milioni 2 US dollars kila mwaka kuhakikisha kwamba yabaki kuwa kijana, na lengo lake ni kwamba asite. Mbio yote alionayo ni kwamba nakuuliza, hii mbio yote ya maisha uko nayo, juhudi yote uko nayo, je, umemwamini Kristo yule ambaye Baba alishampea? That's the greatest gift that God has given to man. You believe in Christ and His work. Msaburi atauliza, atasema kiss the Son, mbusu mwana, mwamini mwana. Kama wapa mjana leo, hata tunapoongea swala kula kutoa, wala kuni konalo kwamba bado ni Kristo keshatolewa. Ndio zome Zaburi ya kwanza na uingie Zaburi ya pili. Bwana Mungu anauliza swali pale, hivi yote na msha yote ya nini? Nimeshamchagua huyu, nimeshampaka mafuta huyu ndiye masihi wako. Because Paul is saying that no matter what you do with your money, if you don't believe in Christ, if you don't believe in Jesus Christ, on this side of eternity you are in danger. Kama uko hapo unajua umemwamini Kristo, unajua umemwamini, na umeweka tumaini lako kwake kwa ajili ya wokovu, basi bila umemwamini utoe pia mali yako. Jitoe mwenyewe, toa mali yako, toa wakati wako, toa fedha zako kwa ajili ya ufalme wake, hatimaye kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya uzuri wa kusanyiko lake. Kwa hiyo tunapoanza wiki ijayo, tutaanza sasa kuangalia the general principles ambazo tutazipata kuhusiana na kutoa kutoka mlango wa 8 na wa 9. Sasa ni vifungu 34. Ukikaza dakika 15. Sasa wacha niwaambie, nitawauliza kama mmesoma. Vifungu ngapi? 39. 24 na 39. Nitawauliza wiki ijayo, wacha nasoma labda mkufunge na kuomba msahau. Ili nikisimama na kukosa ndio kwanza. Je, tunasoma Wakorintho wa pili 8 na 9 na kuwa mwaminifu. Kumbuka Anania na Mungu atubariki. Sisemi utakufa. Anasema uwe mwaminifu. Kuwa soma ni Genesis 39 verses. Si mingi, anasema usome mwanzo yote. Just 39 verses. So that as we go through, unaweza elewa kile tunakabiliana nacho. Tukushukuru Mungu
wa rehema, kwa rehema zako zilivyo nyingi na kuu kwetu. Nakushukuru kwa makemeo na kwa mwongozo. Bwana, tukusihi kwamba kadri ambavyo tumelisikia neno lako ikupendeze, kwamba kuanzia sasa, iwapo kulikuwa kumetegezeka mioyo ya sugu kuhusiana na swala kuu la kutoa, haswa kutoa kifedha, Bwana uturehemu. Kuanzia sasa lile mafundisho na neno lako ambalo Bwana ndio mwanga wa miguu yetu na taa ya njia zetu, Bwana ukaturejeze pale mahali pa kuwa uaminifu katika swala kuu la kutoa, ili kwamba Bwana ukaweze kujitolea kikamilifu kwa ajili ya ufalme wako kwa hali na kwa mali Bwana. Hatimaye tulikumbuka kwamba zawadi, karama kuu ambayo umetupa ni ya mwanao Kristo. Kwa hivyo wale wako katikati yetu Bwana ambao hawajamwamini Kristo, nikupendeze Bwana kwamba hata kupitiliana na swala hili, kwamba Bwana utawasaidia kuweza kujua kwamba wewe umemtoa Kristo kwa ajili ya ukombozi wao. Wale ambao Bwana umekwisha wavuta kwako, basi saidie kwamba Bwana ukazidi kutumia kusonga mbele pale kumekuwa na kuzembea na ulegevu Bwana, ukatusaidia kwamba sasa tukajitahidi kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako ili takatifu. Basi tunasema ni asante Bwana, unajua mwaminifu kwamba Bwana umesikia, utafanya na kutenda kama inavyokupendeza. Ni kwa Kristo Yesu Bwana Mwokozi tumeomba na tumeamini. Mungu awabariki na wale wanaofanya katika mtandao. Tukutane juma lijalo.